Hili neno la mtumishi wa Mungu Paulo kwa kanisa la Wakorintho, ambapo aliwaambia, nilipokuja kwenu, when I came to you brethren, I did not come with excellence of speech. I came with demonstration of the power of God, so that your faith may not be built on mere words. Unajua, imani ambayo imejengwa juu ya msingi wa matendo ya Bwana inakuwa imani ambayo ni thabiti. Kwa hivyo Paulo akasema ya kwamba nilipokuja kwenu nilijitahidi sana, ya kwamba sitakuwa tu na maneno ya kutuliza, maneno ambayo yameandaliwa vilivyo, mahubiri ambayo kwa wale wanasikia inasikika ikiwa tamu. La hasha! Nilitamani ya kwamba nitakuja kwenu na dhihirisho ya nguvu za Mungu. Na naomba katika nusu hii ya mwaka ambayo tumeingia, hatutakuwa na maneno mengi, tutakuwa na dhihirisho ya nguvu za Mungu. Walio wagonjwa wataanza kupona, wale ambao wako kwa dhiki watapewa faraja kupitia kwa hili neno, wale ambao wamekuwa na hoja ambazo mwaka nenda mwaka rudi kama Hana wamekuwa wakizileta katika mbele za Bwana, zitatimizwa na watakuja kama Hana vile alikujia mtumishi wa Mungu Eli, akamwambia ya kwamba mimi ni yule mama ambaye alililia madhabahuni hapa akiwa na shida, akiwa na uchungu, akiwa amechomeka, lakini siku ya leo sina uchungu, nimekuja na huyu mtoto kwa sababu Mungu amempea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja kumuleta. Hii ndiyo dhihirisho ya kwamba lile ombi ambalo uliliomba lilisikika na mbingu ililijibu, na nimeleta huyu mtoto kama vile nilivyoahidi. Tamanio langu kama kuhani kwa madhabahu haya ni ya kwamba kutakuwa na siku nyingi katika mwaka huu ambapo watu watakuja wamebeba vitu, wamebeba mambo, kwa sababu yaliyoombwa tayari yametimizwa. Bwana Yesu asifiwe. Na katika mwanzo wa mwaka Mungu akatupatia mwongozo ambao tuliuandika kwa maneno, kwa herufi kubwa, ya kwamba tumezunguka mlima huu kwa miaka mingi. Ni wakati wa kuvunja kambi, kambi za kutosheka na maneno matupu, kambi za kutosheka na kuishi tu kama Wakristo. Tunataka tutoke katika hii kambi, tuingie mahali ambapo kama vile ilinakiliwa na wale ambao walienda mbele zetu, nguvu za Mungu zilikuwa zinaonekana zikifanya kazi katikati ya watu wa Mungu. Kama tumeandika kwa herufi ya kwamba mwito wetu ni kubadilisha maisha ya watu na kuinua viwango vyao, tukipitia kwa neno la Bwana, itadhihirika wasiwasi ya kwamba kuna watu waliingia wakiwa wanyonge na siku ya leo watakuwa wameinuliwa. Kuna waliingia wakiwa na dhiki, kuna waliingia wasijue vile watafanya, lakini katika siku za usoni maisha yao itakuwa imebadilika kiwango ya kwamba wao ndio watakuwa washuhuda wakuu ya kwamba neno la Bwana linafanya kazi. Na wakati nilikuwa ninaomba hiyo ombi, Mungu akanijuza ya kwamba yeye hana shida, nguvu zake ziko dhahiri, neno lake na ahadi yake kama vile Biblia inasema ni ndio na kwake ni amina, ili yeye mwenyewe ajitukuze. You know, one of an exciting things I have learned, God does not bless you to bless you only. He blesses you that he may glorify himself.
wakati nyinyi mumeinuliwa, wakati katika maproti yenu watu wanasema kanisani hapa munapewa pesa, na nyinyi munajua hamupewi, ni vile Bwana ameinua viwango vyenu. Mungu mwenyewe anajipatia utukufu. Kama vile ndugu yetu amesema, siku ile magari itaanza kubadilika hapa. Kuna wakati, kwa wale ambao hawatujui sana, kuna wakati tulikuwa tuna baiskeli. Kwa hivyo hizi munaona hapa bado ni muujiza. Lakini sasa tumekaa katika hizi gari kwa miaka ya kutosha, tuvunje kambi. Wale hawana magari waingie kwa hizi ndogo, wale muko nazo muingie kwa hizo zingine kubwa katika jina la Yesu. Na ukitaka kuvunja mila na desturi, uanze na kubwa, kwa sababu neema ya kuanza na kubwa pia iko pokeeni katika jina la Yesu. Mungu akanijuza ya kwamba hawezi weka nguvu zake na neema zake akipitisha kwa vyombo ambavyo sio vitakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi dhihirisha ukuu wake na nguvu zake wakati vyombo ambavyo vinastahili kutumika ili afanye hiyo kazi ziko chafu. Na ndugu yetu amesema ya kwamba kama vile imenakiliwa katika kitabu cha Isaia, the hand of the Lord is not shortened that it cannot save. The ear of the Lord is not dull that it cannot hear. The challenge is our sin, which has put a wall between us and our God, so that we pray on the other side of the wall. God stretches out to save us, but he finds the block of the sin through which he cannot penetrate. And therefore, our prayers never make the presence of God, and God never is able to reach out to deliver us, to save us, to minister to us, and to do the things he has always wanted us to do. And so, he told us that this month, this second half of the year, will be the year or the season of productive faith. Faith, imani ambayo inafanya kazi. Na sio ya kwamba muje hapa ni wawekelee mikono, hapana. Ya kwamba ndani ya kila mmoja wetu kuwe na chemichemi. Hili neno lijenge msingi wa imani ambayo inaweza kukustiri wewe mwenyewe wakati wa hitaji lako, ukaweze kumwitia Bwana kama vile amesema, niiteni nami nitaitika na nitawaonyesha mambo makuu ambayo macho yenu hayajawahi ona. Iwe ndio sehemu ya kila mmoja wetu katika madhabahu haya. Kwa hivyo Mungu akasema ili tuingie in this season of productive faith, faith that bears fruits that are visible, then we must be holy. Bwana Yesu asifiwe. The minimum requirement for God to engage with you and to do productive work and to raise your standard from where you are is raising the bar of holiness. Kila mmoja wetu, kwa sababu hatuwezi kuishi na dhambi pamoja na uwepo wa Bwana. Mungu aliambia Musa, uwepo wangu hauwezi kwenda na nyinyi. Musa alikuwa amemwambia come, go together with us. Akasema hapana, nyinyi you are a stiff-necked people. Nikienda pamoja nanyi nitawaharibu na nitawamaliza katika njia. Na wapendwa, kuna watu wengine katikati yetu ambapo hata kama Mungu angependa kuja kwa niaba yenu, akija akutane na zile dhambi ambazo tunaishi ndani yake kwa maksudi, atatuharibu katika njia. And today I will demonstrate from the scripture
Haijalishi kama uliitwa, haijalishi umetembea muda gani, wakati Mungu ataingia katika maisha yako akutane na dhambi, he will do what God does to sin, and that is to destroy both the sin and unfortunately the vessel that carries the sin. Kwa hivyo wapendwa, every single day for the whole month of August, wale ambao mnasoma Morning Pearl, sijakuwa na theme mingine. I wake up every morning to talk about holiness to the Lord. I try to put your focus. Najua wengine wenu hamsomi, lakini kwangu nimefanya lile ambalo ni jukumu langu, kuhakikisha ya kwamba ninaelekeza kila mmoja wetu katika kuelewa tuko katika msimu wa kutafuta utakatifu wa Bwana. Every morning, every day, for the last almost 30 days, we are talking about holiness to the Lord. Kwa sababu without holiness hatutamuona Mungu. It is often said that the guilty are afraid. The guilty are afraid. Wale watu ambao wamehukumika wanakuwa na woga. Leo kama kungekuwa na askari wakuje hapa waseme, imesemekana kuna kitu imeibiwa mahali fulani, na kumesemekana ya kwamba kuna watu wameonekana wakikuja katika mahali hapa na wako na maguo kama ile ya wale ambao waliiba. Unajua, mtu yeyote hapa ambaye ameiba, mara moja utaona jasho ndogo imeanza kufanya nini, hata kama aliiba kwingine ataanza kushikwa na wasiwasi na hofu. The guilty have no confidence. And you see in the book of Hebrews chapter 4 verse 36, the Bible says, "Let us therefore come boldly to the throne of grace." Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly to the throne of grace. Ili Mungu anasema kujani kwa ujasiri. Come with confidence. Know you are talking to your Father. Know He wants to do you good even more than you want good to be done in your life. Come boldly. Lakini kama tayari mmekosana, unajua mapito yako, unajua njia zako, unaelewa ya kwamba kama Akani kuna vitu kadha wa kadha umeficha katikati ya roho yako na umefunika vizuri, hautakuwa na ujasiri. Hata kama kuna kuomba, utapitisha maombi tu ili uonekana kama wengine unaomba. Lakini kama unajua, Biblia inasema there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. If you are not condemned, you stand boldly before God and you can dare to ask big, because you know you are justified by faith and therefore you have peace with God. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace. There is mercy and there is grace to help you in the time of your need. God does not want you to go through the challenges you go through alone. There is grace, there is mercy for help for you every time you need it. But for you to get it, you must come boldly before the mercy seat of God. You cannot come boldly until you have holiness, because the author of our salvation, the God to whom our prayers go, has made it a minimum requirement that we must be holy. Bwana Yesu asifiwe. In the book of 1 Peter chapter 1
verse 13 to 16. It's a long scripture, but let me read it. Therefore, guard up the loins of your mind. Listen, guard up. Whenever mamas want to work seriously, whether they are cooking or they are working gardens, kuna ile shuka ambayo wanaweka hapa kuonyesha kazi imefanya nini, imeanza. Hiyo ndiyo hiyo guard, kuihotora. What is it in Kiswahili? Hiyo sasa. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says, guard the loins of your mind, because sin starts with the mind. Sin starts with thoughts. Sin starts with imagination. That is why you must be careful the things you see. You must be careful the people you listen to, because it is from the output of your mind, or the input of the mind, that feeds the heart and causes the body to sin. Huwezi kaa kwa pornography na uache ukose kutenda dhambi. Umejazwa na roho mbaya na chafu. Zile picha unaona ukiwa umerara ni picha ofu. You will finally commit sin. Guard up your loins of your mind. Be sober and rest fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Verse 14. As obedient children, not conforming yourselves to the former lusts. There are many of us, hata kama tumeokoka, we are still conforming ourselves to the former lusts. Our friends are the same ones we used to have. Our patterns of living are the same ones that were there before we got saved. The Bible is telling us, guard your loins. Fanya uamuzi sasa, as an obedient child of God. Don't conform yourself to the former lusts. Hizo vitu ulikuwa unafanya, lazima kuonekane utofauti katikati ya vile ulikuwa na vile ulivyo sasa. You cannot tell us that a born again Christian and an unborn again Christian are the same. They are not the same. Unajua tukiwa wachanga tukifanya door to door witnessing, mtu anatuliza, sasa mnataka kusema ya kwamba nyinyi mko tofauti? Na tunasema hatuko tofauti. Tuko tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe na watu wa ploti yako ambao hawajaokoka mmefanana, uko na shida. Kama wewe na watu mnafanya kazi na wao mmefanana, uko na shida. No, you must not conform to the former life you used to live. If God is going to find a dwelling place in your life, then the vessel must be cleansed, must be purified, must be made holy. Kwa sababu verse 15 the Bible says, but as he who called you is holy, you also must be holy in all your conduct. Is a verb. Verb is a doing word. So utakatifu hauonekani katika ati ndani ulisafishwa. Hapana. It is in your conduct. It is the way you do things that demonstrates you are holy. You are not holy just because we laid hands on you. No. The Bible says you must be holy in all your conduct. The way I serve my boss, the way I live with my wife, the way I live with my children, the way I live with you, the way I stay in I deal with the makangas when I sit in the Yamatato. I must be different. I must be holy in all my conduct. Amen. That is the baseline. That is the minimum. God will work in your life if you are holy, because he himself is holy. Bwana Yesu asifiwe. Na uliitwa ukue mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Abia neighbor aliitwa awe mtakatifu. Kuna kitu tunaita JD.
JD is job description. Job description ya Mkristo ni kukua mtakatifu. Unaamuka ukiwa mtakatifu, unashinda ukiwa mtakatifu, unalala ukiwa mtakatifu, na hata ndoto ziwe takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini unajua huwezi ota vitu hujawahi pitia. Bwana, ndoto ni wingi wa mawazo. Ndoto ni wingi wa woga ya maisha. The things you are afraid of, they will come and confront you. That is why the Bible says every day, fear not, for I am your God. Do not be dismayed. I will help you. I will deliver you with my victorious right hand. Yani, shetani munasumbuana naye mchana, munasumbuana naye jioni ukikula chakula ya sapa, halafu ukijiwekelea kuvuga macho, shetani ndiye huyo, unakibiswa na vitu na watu, na unagereshwa na watu walikufa. Yani utapumzika lini na ulisema umeokoka? Bwana Yesu asifiwe. Guard up your loins. Bwana Yesu asifiwe. Guard up your loins. Be holy because he who has called you is holy. Hebu soma Biblia na uombe sana, na usiwache hizo picha baya uone kama hautaona ukiwa kwa crusade. Kwa ndoto utaota ndoto ukiongea na lugha. Kuna mtu aniliambia kwamba kuna watu anajua ati akisikia wakiota ndoto kila mahali wanaongea na lugha. Na ni mzuri usikise ndoto. Kama wewe haulalagi peke yako, sikisa hizo ndoto. Hii mtu kwa nini usiku wa manane ameamuka na nduru? Bwana Yesu asifiwe. Ni nduru za nini hizi zinakuamshaga kila asubuhi huwezi pumzika? Ephesians chapter 1 verse 4. The Bible says, just as he chose us in him before the foundations of the world, that we should be holy. He chose us not just to be Christians. He chose us to be holy and without blame before him in love. That was God's agenda. Alipokuchagua, alikuchagua ukuwe mtakatifu na ambaye hana dosari ndani yake kwa upendo. Ili unapoomba mustaki wa Wakristo hata kuwa na neno la kusema kuhusu maisha yako. Some of your prayers, some of my prayers can be contested. Hey, did you know that? Your prayers, the ones you have prayed right here, some of them are already being contested. If you didn't know it, read about Job. Job was a righteous man, but the devil was contesting. The Bible says he is the accuser of the brethren who stands before God day and night to accuse you. When you go before God, making a demand, making a prayer, telling God to do something, the devil tells God, no, if you are just, this man should not get it. Yeah. So it is your responsibility as you live on this side of the universe, on this side of the crowd, on this side of heaven, to make sure you don't give ammunition to the devil to cancel your prayers. He has called you that you should be holy and without blame before him in love. So we are in that season where every one of us is being called upon to be holy and without blame in love before God, so that when we hold our hands in this church and tell God, bless this one, raise this one, open this door, the devil has nothing to say, kwa sababu we have stood before him holy and made perfect
before his presence. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio injili sasa. Hii ndio injili. I don't have to anoint you with oil. I don't have to sell anything to you. I don't have to demand for offerings. The only thing I need to do is to let you know the word. The Bible says, and you shall know the truth. And the truth you know shall set you free. Hutatoka hapa nsema ubaya wa overcomers. Pastor haitagi watu wawekelee mikono. I was not called to lay hands on people. I was called to teach them the truth. And the truth they know will set them free. And whosoever is set free by the Lord himself, not by a pastor. That one, the Bible says, whosoever the Son sets free, that one is free indeed. But if you go to Kawangware, hivi siku moja hatukuoni hapa huko Kawangware, kwa mama ambaye amejifunga kwa msalaba mbili kubwa. Shida zako zitaanzia hapo na zingine hatutaweza kutatua, kwa sababu tayari umeinama kwa madhabahu ambayo hata hauielewi. Don't take your head everywhere. Be laid hands. Bible says, be careful about the doctrine of laying of hands. Some of us, the reason God is unable to work in our lives is because some of the hands we were laid on were the wrong hands. And Jesus Christ has given us the grace to live holy lives. In the book of Hebrews chapter 4 verse 15, Bible says, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. We have a high priest who understands our issues. We have a high priest, if we are holy, if we are righteous, if we make effort to live right before God, tuko na kuhani mkuu ambaye anaelewa ya kwamba hatuna nguvu sana, lakini ni lazima aone tumeanza kutembea katika utakatifu, aje atupatie neema ya kuenenda katika utakatifu. But was in all points tempted as we are, yet without sin. And so, because he understands, verse 16 tells us, let us therefore come boldly. Amen. Let us come boldly, because he has already won the victory for us, that we may receive mercy and grace to help us in the time of need. Bwana Yesu asifiwe sana. See, nitaongea kuhusu utakatifu mpaka watu wakuwe watakatifu ama waondoke. Bwana Yesu asifiwe. Unajua asubuhi wale walikuja, when I was talking about to the leaders, I was talking about holiness. What a holy leader should do. When I came to the Bible study, I spoke about holiness. Now, and in the morning, when I sent the morning pearls at around 3:30, I spoke about holiness. And now I'm talking about holiness. And on Sunday, I want to assure you, if you are coming, I am going to talk about holiness. I will talk holiness, I will talk holiness until you become holy. Bwana Yesu asifiwe. And then, on that day, when God is happy and satisfied and contented that we are working holiness in our lives, this place will be transformed into a place of a miracle. Things will start happening. Miracles will start popping up. God will start raising us up. When we have met the criteria, the things we call challenges today will be the founder for our miracle in Jesus' name. See, God does not excuse sin because someone has been called. God does not excuse the sin of the called.
God does not excuse the sin of the talented. Ati unajua ako na talent, yani anahubiri mpaka watu wanafanya nini? Wanaanguka. Wataanguka na waamuke na kuhani aende kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Because I'm talking about righteousness and holiness and purity, God cannot excuse me to live in sin and to live in double standard. I will preach to you, you will go to heaven and I will go to hell. Hivyo ndivyo inafanyaka kazi. God does not excuse the talented. Ati unajua sasa kama brother Burudi hata kuja apige piano, kanisa sasa itafanya nini? Aishi kwa dhambi na tuseme ni sawasawa? Hapana, sio sawasawa. God does not respect those things. What he respects is the holiness of his son. His holiness demands obedience from those who belong to him. Wewe ambaye ni wa Mungu, Mungu anahitaji kutoka kwako utakatifu. Abia neighbor kuwa mtakatifu. Hata akikasirika wewe mwambie imesemekana hii kanisa ni ya watu wafanye nini? Watakatifu katika jina. Kama huna utakatifu, anza kutafuta utakatifu kuanzia hapa. You know, brother Maina, we have too many people comfortable in sin. Churches are full of people going to hell because nobody talks about this. Ile kitu sasa tunazungumza ni fungu ya 10 na begu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ulete begu hapa, kwanza kuwa mtakatifu. Abia neighbor kuwa mtakatifu kabla ya begu. Na usijari kama hauna utakatifu, kaa na begu yako. Nenda upande mahali ingine. Amen. Unaweza zungumza namna hiyo wakati unajua your source. Bwana Yesu asifiwe. When you know your source, you can tell people not to bring their seed. Kwanza wakuwe watakatifu, wakuwe wasafi, wakuwe sawasawa, bigu ikuwe inasema amen, leta begu ituruwa for you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unajua ninapomaliza leo sina maneno mingi. It does not matter who you are. It does not matter what you do. It does not matter where God starts working with you. If there is sin in your life, if there is no holiness, God will still judge you. Bwana Yesu asifiwe. So saa zingine mkituona hapa tunainua mikono tukilia, ni kwa sababu tunajua ya kwamba tuko hapa kwa area hii kwa neema tu. Bwana Yesu asifiwe. God will punish disobedience. God will punish people who are not holy, but God will reward those people whose work is just before him. They may not be leaders. They may be ordinary folk in the congregation, but they may also be leaders. When they walk right before God, God will show himself strong on their behalf. God will fight battles. It's our brother Jackson who has just mentioned here. Some of the battles God fights for you, you have no idea about them. Some of the traps that the Lord removes on the pathways you walk, you have no way of knowing. In the book of Leviticus, chapter 10, verse 3. And Moses said to Aaron, this is what the Lord spoke, saying, by those who come near me, I must be regarded as holy. If you are coming before God, you must know
that God is holy, and the minimum requirement for you to stand before him is being holy. By those who come near me, I must be regarded as holy, and before all the people, I must be glorified. That's the criteria. My life must be such that it gives God the glory. For me to serve, for me to do the things I do, I must be careful and conscious to work holiness and purity in my life, so that God is glorified by the people who serve him. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulianza verse 1. Tulikuwa tuanze verse 1. Leviticus. Let me introduce you to these two brothers. Then unaona Mungu amesema standard yake. Then Nadab and Abihu, the sons of, and who is Aaron? The high priest. He is the first high priest. This man Aaron here. And the priesthood was a lineage thing. You became a priest because your father was a priest and your grandfather was a priest. That is how it was. So, the sons of Aaron each took his censer and put fire in it, put incense in it, and offered profane fire before the Lord. I wonder how many profane fires are lit in churches every day. People appear before God. The Bible says these two sons, they were priests. They belonged to the high priest. They went through the motions. You know, you can go through the motions of worship. You can go through the motions of offering. You can go through the motions of sacrifice. You can go through the motions of religion. These people, knowing they were not allowed to do it, they took the priestly items and went through the priestly rituals, put incense on the censer, and offered profane fire before the Lord, which he had not commanded them to do. You must be careful the things you do. You must be careful how you live. You must make sure you are well aligned with heaven when you offer your sacrifices, when you offer your offerings, when you offer your prayers. You must make sure it meets the criteria. These two sons, they appeared in the altar wearing their priestly ephod, and they took the things like any other priest, and they offered a profane fire. Verse 2. The Bible says, so they called the fire. Fire came. So fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Fire, they wanted fire. Fire came. But it devoured them before the presence of the Lord. And who was there? The high priest was there. Bwana Yesu asifiwe. Na ni nani wanashomwa? Watoto wake. Aaron anaona moto imetoka biguni, imechoma vijana wake wawili. Ndiye Mungu akamwambia, hiyo verse 3 tulisoma. And Moses said to Aaron, this is what the Lord spoke, saying, by those who come near me, I must be regarded as holy. And before the people, I shall be glorified. So Aaron held his. Mungu umenifanyia watoto wangu namna gani? If you come near me, you must honor me. If you come and serve me, I must be glorified by what you do. So Aaron akasema, ugatumika kwega, wakaenda. If
God does that for priests. Bwana Yesu asifiwe sana. Among those who are near the Lord, kama sisi vile tuko karibu na Mungu, lazima tuwe watakatifu, na lazima mienendo yetu ifanye Mungu aonekane mtakatifu kwa watu wengine. Huko kwa plot ulisema wewe ni mtakatifu, wewe umeokoka na ni wewe ulitoa ushuhuda. Lazima uonyeshe Mungu akiwa mtakatifu kwa plot. Abia neighbor, ibada imebadilika, imeenda kwa plot. Ibada imeenda wapi? Kwa plot. Bwana Yesu asifiwe. Ibada imetoka hapa kwa kanisa. Unajua kuna watu wa ibada ya Jumapili imetembea, imeenda mahali unafanya kazi. Mwambie mahali hapo kwako Mungu aonekane mtakatifu kwa sababu yako. Mahali ya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Otherwise, if you light a profane fire, that fire will consume your destiny. That is why some of us have not received what God, hiyo neno ya kwamba I transform lives and I raise standard, it is true. It is true. But the condition, and you see, God knows what he spoke here is true. And every time you come here, we don't tell you mysterious things hapa. Hatuna kifuba macho hapa. Hatuna maji ya Israeli, hata sijaenda Israeli. Hatuna chumvi ya kutakasa, mimi chumvi ni ya kukula chakula. Lakini niko na neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko na ninakweli, kama ni Biblia yangu, enda usome yako. Ndio tunakwambia beba kalamu na karatasi. Amen. Na ndipo unaona kuna watu wengi sana hapa wameondolewa. Just when they were about to make it, just when they are about to get to where God wanted them, Shetani anasumbuana na wao mpaka wanaondolewa. Because as long as you are here, you are a candidate for transforming lives and raising the standard. But you must walk in holiness. Bwana Yesu asifiwe sana. The closer we are to God, the closer we are to God, the greater the responsibility to walk in holiness. Vile unakaribia Mungu, ndio majukumu ya kuishi kwa utakatifu inaongezeka. Mungu haambii watoto wa watu wengine wakuwe watakatifu, anaambia watoto wake. Je, wewe ni mtoto wake? Wewe ndugu, wewe ni mtoto yake kabisa? Basi kuwa mtakatifu. Kuwa mtakatifu. Mungu anaambiaga watoto wake. Watoto wa Shetani, watoto wa watu wengine, hawa anawaambia waokoke. So your possession does not cancel your demand for holiness. Mtu wa pili nimalize, anaitwa Ndugu Usu. Unajua Ndugu Usu? Ndugu Usu. Samuel chapter 2 Samuel chapter 6 verse 3 to 7. 2 Samuel chapter 6 verse 3 to 7. So they set the ark of the Lord on a new cart and brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill. And Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart. The ark of the covenant had been kidnapped by a foreign tribe. But what happened? They put the ark of the covenant of our God in the temple of their God. Na kila asubuhi wanakuta Mungu yao alianguka na akavuja kichwa. Hawakujua ni nini inafanyika. Unajua kuna vitu Mungu anafanyaga karibu na maisha yako, haikuguzi lakini unaiona. Waliona hii Dagon anaanguka, wanamrudisha anasimama vizuri, kesho asubuhi
ameinama. Hawakuelewa. So Mungu aliwatumia boils. Umewahi kuwa na boil? Na especially ikikuja upande ule wa kukalia majivu, inaitwa majivu, jipu, hizo walitumiwa hizo. Hivyo ni kumaanisha zilikuwa kila upande, hakuna kulala, unakaa namna hii, mpaka wakasema the God of Israel has broken amongst us. Wakatumana, sanduku la Bwana, tafadhali mkuje pia mfanye nini? Mlichukue. Na wale walipewa ona ya kubeba hii sanduku ni ndugu yetu Uza na ndugu yetu Ahio. Lazima wangepewa watu. Huwezi pea sanduku ya Bwana ambayo inafanya matendo mabaya kwa watu wengine, ipewe mtu mwingine mbaya. Verse 4. And they brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill, accompanying the ark of God. And Ahio, ndugu Ahio, went before the ark. Then David and the house of Israel played music before the Lord on all kinds of instruments of firewood, on harps, on stringed instruments, on tabourines, on sistrums, on sables. Oh. And when they came to Nachon's threshing field, Uzzah put out his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen. Shida hata haikuwa ya Uzzah, shida ni ya ng'ombe. Imebeba tu sanduku ikajikwaa. Mnasema afadhali kujikwaa kidole kuliko kujikwaa ulimi. Hii ilijikwaa kidole ama hufu, nayo sanduku inakaa kama inafanya nini, na hakuwa amewekwa wakufu. This was not a priest. He was not supposed to touch holy things, leave alone the ark. And the Bible says he stretched out his hand to hold it. Verse 7. Then the anger of the Lord was aroused against Uzzah, and God struck him for his error, and he died there by the ark of God. Amen. Tumalizie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kusaidia kazi hii ya Mungu, uelewe kazi hii ina mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba ya Mungu iko na there are boundary lines. Don't cross the boundary lines of the kingdom. There are things to touch and there are things not to touch. And the Bible says, hata watu wakaanza kusema hii, hata Daudi akasema hii sanduku kweli italetwa karibu na mimi, na hii kama hii ndio hasara hii hasira ya Mungu, muitafutie mahali ingine mfanye nini? Lakini unajua ni nini ilifanyika? Mahali ilipelekwa, I wish I had time. Mahali Daudi akasema hiyo hasara, anaambia hiyo hasira Mungu, hapana, mimi haitakuja kwa nyumba yangu, tafuta mahali ingine. Biblia inasema ikashukuliwa, ikapelekwa nyumba ya nani? Ya Obedi. Nyumba ya Obedi akiwa na utakatifu na haguzi vibaya, ikaanza kufanya nini? Amen. So hakuna kuambia neighbor usiogope uwepo wa Bwana. Ukiwa na uwepo wa Bwana, baraka zitakuwa tele. Lakini ukipita mipaka, utakufa. Your destiny might die. Where God wanted to take you, you may never get there because you crossed the lines of holiness. Bwana Yesu asifiwe sana. So this month,
And for the remaining half of the year, I want to call upon every member of Overcomers family. Let us walk in holiness. Let us walk in purity. Let us make every effort. Let us guard our loins, the loins of our minds, and we make a decision. We have walked. Wapendwa, tumejinyima vitu mingi ili tuishi kama watu wa kuokoka. Ama nyinyi hamujapoteza vitu? Mimi kuna vitu ningekwisha kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati ningehogana nikuwe mkubwa na nilikuwa nimeambiwa bei. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa muulizeni, anajua, hata anajua ni nani alikuwa ameniitisha. Akaniambia ukitoa hii pasi, na ananiita pasi. Hata alinikatia kidogo. Akaniambia wengine tunawaitishaga hii, lakini wewe pasi, kwa sababu ya uhusiano nimekuondolea 50. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alisema, for those things that were gain for me, I considered loss. For the unsurmountable grace of knowing God and being found in him. Hii kitu tumelipia gharama. Bwana Yesu asifiwe. But I can tell you, like, umemuita nani? Mahali saduku ilipelekwa Obed Edom. Kama Obed Edom, ninapomalizia ya ukweli, I can tell you, having the ark of the covenant in your life has benefits. It has benefits. It has immense benefits. And you don't have to be shrewd. You don't have to cut corners. God of heaven will see to it that anything you lost because of the kingdom, God will pay with interest. Bwana Yesu asifiwe. So please help me tell your neighbor, be holy, for the Lord is at work in our lives.